ni kumfanya mwanadamu awe mtu wake, na ili awe mtu wake ni lazima afanye matakwa ya Mungu, afanye mapenzi ya nani? Ya nani? Ya Mungu mwenyewe. Haleluya, haleluya, haleluya choze, haleluya choze. Kipimo hakiko kwa sababu ya mahubiri ya mchungaji, hakiko kipimo kwa sababu ya askofu anajulikana, mchungaji anajulikana sana. Kipimo ni neno la Mungu. Amen. Kwamba tumeokoka kweli au la, au la. Amen. Angalia katika kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 29, sura ya 29, Isaya 29. Utaona hapo Isaya 29, maandiko yanaeleza hapo Isaya 29. Na bahati mbaya sana sasa hivi watu wengi hawapendi kuambiwa ile kweli, na wanachukia sana kusikia kweli. Na Mungu atusaidie kusikia kweli na kuipenda kweli katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba watu bado na manunguniko na kweli. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Mstari wa 15. Mstari wa 15. Mstari ule wa 15. Isaya 29, mstari ule wa 16, samahani, wa 16. Maandiko yanasema, ninyi mnapindua mambo. Ninyi mnapindua mambo. Hebu tuseme kwa sauti. Ninyi mnapindua mambo. Ninyi mnapindua mambo. Turudie tena. Ninyi mnapindua mambo. Wanapindua mambo ya Mungu. Yanapinduliwa mambo ya Mungu, wanainua mambo mengine. Je, mfinyanzi ahesabiwe kuwa kama udongo? Kitu kilichomfinyanga kimnene yeye aliyekifinyanga hakunifinyanga huyu? Au kitu kilichoumbwa kimnene yeye aliyekiumba, yeye hana ufahamu? Amen. Kimnene yeye hana ufahamu? Chungu kimwambie huyu aliyekifinyanga hana akili? Huyu mwanadamu amwambie Mungu hana akili? Mungu hakutulia alipokuwa anatuumba? Mungu alichoka alipokuwa ametuumba? Kimwambie hivyo hiki kiumbe? Mungu anashangaa anapoona mtu anasema Bwana asifiwe, lakini amepindua mambo. Hataki vile Mungu alivyomuumba. Hataki kuishi sawasawa na Mungu alivyotaka awe. Anakataa uumbaji wa Mungu. Mungu anamshangaa hata anaposema Bwana asifiwe. Hata anapokuwa anatoa hata sadaka zake, Mungu anaona anapoteza sadaka, kwa sababu Mungu hafurahii sadaka hizi tunazoziona. Anafurahia sadaka ya utii wa moyo wa kuyatii maagizo ya Mungu. Amen. Kwa hiyo sadaka inapoambatana na utii wa moyo uliotoka kwa Mungu, Mungu atakubariki. Mungu anapomuona huyu mtu anasema ameokoka, anasema ni mchungaji, lakini anafanya mambo ambayo ni kinyume, amepindua mambo. Mungu alimuumba vizuri, Mungu alimpa rangi nzuri. Kama ni Mwafrika
amempa rangi yake nzuri, kama ni maji ya kunde, kama ni mweusi kabisa, kama ni ana rangi fulani, kama ni mzungu, kama ni mchina, kama ni Mwarabu. Mungu alivyompa rangi hii, Mungu maandiko sema aliona ni vyema. Haleluya, haleluya, haleluya. Jose anasema akaona amefanya kazi iliyo nzuri na isiyokuwa na kasoro yoyote. Amen, amen. Anapokuwa anaonekana mwanadamu, anajibadilisha sura yake, anabadilisha sura yake, alafu anasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe yupi? Amen. Wewe mwanamke unayesema Bwana asifiwe, huku umejikoboa sura yako, umebadilisha sura yako, alafu unasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe yupi wakati umepindua mambo? Amen. Huyo ni Mungu yupi? Au ni Mungu wa mbingu ya Morogoro? Lakini Mungu wa mbinguni, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, alivyokuumba katika sura na rangi ulionayo, akajipiga kifua, akafurahi, akashangilia alivyokuona, na akasema kila kitu kilichomuumba kiko safi. Mpaka alivyoona amehakikisha kazi imeenda safi, anasema siku ya saba akapumzika, akastarehe, kwa sababu alihakikisha ya kwamba kazi aliyoifanya ya uumbaji kwa mwanadamu ni nzuri, haina kasoro. Haleluya, haleluya. Ninyi mnapindua mambo, ninyi mnapindua mambo, ninyi mnapindua mambo, ninyi mnapindua mambo, mnapindua mambo. Mungu amekuumba na amekuumba, alikuumba